Mtazamaji wa Nakivona Sports, hii ni safari ya kuvuka maji kutoka upande mmoja wa muungano wa Tanzania kuja kisiwani Zanzibar. Tarehe 23 tunakwenda kushuhudia mashindano ya kombe la muungano yakifanyika katika ardhi hii ya kisiwa cha Zanzibar. Ni uwanja wa Amani utakuwa ni sehemu ya historia hiyo kubwa ambayo inakwenda kuandikwa, lakini kuthibitisha hilo, Nakivona Media tuko kisiwani hapa kuhakikisha unapata kila aina ya taarifa zinazohusu kombe la muungano, kombe ambalo limepata heshima ya kutunza muungano wetu Tanzania. Lakini narudi tena kwa kiongozi, mkurugenzi mtendaji wa Nakivona Media, ambaye yeye ana taarifa nyeti ya kukuambia kuhusiana na kombe la muungano, kwa nini Nakivona wako hapa, kwa nini yeye yuko hapa. Kwa majina yangu tena kuchukua mshahara ni Taisike Freddy, lakini mbele yangu ninaye kiongozi mkuu. Kwanza hongereni Nakivona Media kuwepo hapa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza angalau sasa hivi na sisi kuwa sehemu ya muungano. Ndio. Na kizuri ni kwamba kipi kizuri Watanzania wakitegemee kutoka hapa Zanzibar kupitia Nakivona Media kwenye mashindano ya muungano? Kwanza ni taarifa za moja kwa moja. Unajua sisi ni sehemu ya wadhamini wa haya mashindano. Mashindano haya yalikuwepo enzi za nyuma, halafu yakaja yakaondoka, lakini mwaka jana mashindano haya yalianza rasmi, na sisi kama wadau wakubwa wa soka hapa visiwa vya Zanzibar, kwa maana City College na taasisi zake viambata kwa maana Nakivona Kilimanjaro, ni wadhamini wa mashindano haya ya muungano. Kwa hiyo sisi tupo Zanzibar kwa maana tumekuja kupiga kambi ya kuweza kushiriki kwenye historia ya muungano wetu ambao umedumu kwa takribani miaka 61. Kwa hiyo sisi ni sehemu ya wadhamini ambao watawezesha mashindano haya kufanyika katika ubora ulio wa juu. Sisi kama City College, sisi kama Nakivona hatuna jambo dogo. Tulikuwa kwenye mapinduzi iliyopita ambayo ilifanyika Gombani visiwani Pemba, na sasa hivi tupo hapa Unguja ili tu kuamsha na kuhamasisha mpira wa Zanzibar, lakini kubwa ni kukumbuka historia, lakini pili ni kuangalia muungano wetu ulivyokuwa na manufaa makubwa sana. Kwa hiyo niwatake watazamaji na Watanzania wote sasa, baada ya Mapinduzi Cup umekuja ligi ambayo ni ya kibabe sana. Tunasema ni ya kibabe kwa sababu inashirikisha timu za kibabe. Kwa Tanzania bara tulikuwa tuwe na Simba Sports Club, tuwe na Young Africa, tuwe na Coastal Union na Singida Big Star. Lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kwa sababu Simba Sports Club wana jambo la kitaifa zaidi, wana jambo kubwa la kitaifa zaidi, imebidi wao waendelee na jambo la kitaifa, na nadhani sasa kuna timu nyingine ambayo itachukua nafasi ya Simba. Huku pia kuna timu 4 ambazo ni zile top 4 clubs katika ligi ya Zanzibar. Kwa hiyo mashindano haya yatapigwa kwa mtindo wa mtoano, na sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunawahamasisha wachezaji, kuhakikisha kwamba wanacheza vizuri. Tutakuwa na zawadi mbalimbali ambazo kila siku iendayo kwa Mungu tutakuwa tukiwapa fedha wachezaji, na kikubwa sisi tupo kwenye discipline, lakini tupo kwenye ubora. Mara nyingi City College huwa sisi tunatoa zawadi kwa wachezaji wenye good fair play, kwa maana hili ni jambo ambalo FIFA wenyewe wenye mpira wao duniani wanahamasisha zaidi mchezaji kuangalia usalama wa mchezaji mwingine. Kwa hiyo jambo hilo na sisi tukasema hapana, lisiishie tu kwenye kanuni, liende pia na uhamasishaji wa physically, na ndio maana umeona mara nyingi tunatoa zawadi hizi, ni kuheshimu na kuiona kwamba FIFA imetambua jambo kubwa sana na sisi tunalifanya jambo hilo. Kwa hiyo kwa kifupi tu, City College na Nakivona watakuwepo visiwani Zanzibar kuanzia tarehe 23 mashindano haya yatakapoanza rasmi. Yatakuwa Nakivona itakuwa ikiwahabarisha wananchi juu ya kinachoendelea katika visiwa vya Zanzibar, si tu kwenye uwanja na nje ya uwanja. Na kikubwa zaidi, huwa pia City College na Nakivona hufanya pia shughuli za kijamii. Kwa hiyo tutatoa baadaye ratiba ambapo tutatembelea vituo vya watoto yatima hapa visiwani, lakini tutatembelea wazee wa Zanzibar, lakini tutatembelea na watu ambao wanahitaji na sisi kurudisha kwenye jamii, kutoa sadaka yetu kwa jamii, lakini pia kuwakumbuka ndugu zetu ambao hawana uwezo, kuweza kuwasaidia kwa namna moja au nyingine. Kwa kifupi tu kwamba City College imepiga kambi hapa visiwani Zanzibar, na Nakivona tumepiga kambi hapa visiwani Zanzibar kukuhabarisha. Sisi tumechagua kukuhabarisha. Bwana ni mkurugenzi amezungumza kila kitu. Kwa ufupi, Rais Samia Suluhu tunaye pia
Mzee Mwinyi, dokta kabisa, neno lako kwa ustawi sasa wa taifa letu. Tuna muungano, namna ambavyo unaweza kuzungumza wakati huu ambako pia tunaelekea kwenye uchaguzi mwaka huu. Awali ya yote tunawashukuru, hakuna cha kuzungumza zaidi ya kuwashukuru marais wetu wawili. Tukianza na Dr. Hussein Ali Mwinyi, ni rais pekee ambaye amefanya mambo makubwa tangu muungano wetu. Miaka michache ya mitano ya Dr. Hussein Ali Mwinyi ameibadilisha Zanzibar, hususan kwenye masuala mazima ya soka. Uwanja huu tunaoita Amani Stadium haukuwa uwanja hivi. Uwanja sasa hivi una hadhi ya kuchezewa mechi za kombe la dunia. Kwa hiyo ameubadilisha ndani ya muda mfupi. Lakini angalia viwanja vinavyovizunguka uwanja huu kwa maana ya annex. Angalia viwanja vya Maisara, angalia miundombinu katika eneo la Unguja kwa maana ya soka. Lakini nenda Pemba, nenda kauangalie uwanja wa Gombani ambao ulihosti mashindano ya Mapinduzi kwa mwaka uliopita. Ni kazi kubwa sana viongozi wetu wamefanya. Tunampa pongezi. Kuna wengine ukikutana nao, baadhi ya watu walioishi maisha ya muda mrefu wanakuambia haya mambo ndio alikuwa akifanya Karume yule wa kwanza, kwa maana kazi yake ni kuimarisha miundombinu ya kimichezo. Hakuna zaidi ya kumwombea dua na kumshukuru Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa miundombinu ya kimichezo ambayo ameimarisha hapa visiwani Zanzibar. Na ndio maana unaona timu zinaweza zikaja 3-4 zikafanya mazoezi kwa wakati mmoja. Lakini pili, unaona katika kisiwa cha Pemba nayo miundombinu ya kimichezo ipo. Sivyo tu, ukienda kwenye barabara Hussein Mwinyi amefanya mambo makubwa sana. Lakini sio barabara kwa maana miundombinu tu, ukienda kwenye huduma za afya, hospitali zinajengwa, vifaa vinajengwa. Kwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amefanya mapinduzi ya kiteknolojia kwenye sekta ya michezo, amefanya mapinduzi makubwa kwenye afya. Kwa hiyo hicho tunamshukuru sana. Lakini kubwa zaidi ni kwa mama yetu, kipenzi chetu, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Leo hii mnaona Simba wamechukua milioni 20. Si fedha kidogo. Amekuwa raia namba 1, amekuwa mzalendo wa kuhamasisha michezo nchini Tanzania. Hakuna rais yoyote alishawahi kufanya anayofanya Dr. Samia Suluhu Hassan. Alifanya kidogo Dr. Jakaya Kikwete wakati ule alipomleta kocha wa timu ya taifa Maximo, na ndiye aliyebadilisha soka ya Tanzania. Kwa hiyo na mama yeye amekuja kwenda zaidi kwa kuangalia kwamba mama anajenga viwanja vingi nchini Tanzania. Kuna viwanja vinaendelea kujengwa hivi sasa ili tu kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa kisoka. Lakini sivyo tu, mama amefanya mambo mengi kwa maana huduma za afya ukienda kuangalia zimeboreshwa. Dr. Samia Suluhu Hassan ndiye champion duniani, si Afrika. Amekuwa champion Tanzania. Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa champion Afrika. Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa champion duniani kwa kuwa rais namba 1 ambaye amepambana na huduma ya kupunguza vifo vya mama na mtoto, ambao alianzisha program maalum inaitwa M-Mama. M-Mama ni program ambayo mjamzito alipopopote akipata uchungu au akipata shida anapiga simu maalum ambayo gari linamfuata popote pale alipo na kumsaidia kupata huduma popote alipo. Ima ukiwa nyumbani, ukiwa shambani, ukiwa kazini, ukiwa sokoni. Huyu ndiye Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye amekuja kuleta mapinduzi yote haya. Hii ni miaka 61 ya muungano. Lakini pia ni rais pekee ambaye pia amekuwa champion kwenye utunzaji wa mazingira duniani. Ndio rais pekee ambaye yeye amekuja na program ya utunzaji wa mazingira ili kuondoa ile hadhi ya mataifa na maeneo mengi kuathirika na tabia nchi ambayo inaleta global warming. Kwa hiyo pia naye alipewa championship yake nchini France. Lakini ujue amekuja na program nyingine ambaye ni champion wa matumizi wa nishati salama duniani, Dr. Samia Suluhu Hassan. Utayaona haya ni mambo makubwa sana ambao sasa amekuja na program ya kumuondolea mama adha ya kumtoa mama kuni kichwani na kuja na matumizi ya gesi salama ambao kila mama, na umeona Tanzania nzima imeenea matumizi ya gesi. Kwa hiyo sasa hapata kuwepo na uharibifu wa ukataji miti, uchomaji wa mkaa. Huyu ni Dr. Samia Suluhu Hassan, na hii ni miaka 61
ya muungano wetu. Yapo mengi ambayo ameyafanya. Ukiangalia bwawa la Mwalimu Nyerere hivi sasa limekamilika, muda si mrefu tutaenda kuvuna umeme. Ukiangalia SGR imekamilika, watu wanaserereka kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, Morogoro, watu wanafanya biashara zao vizuri. Lakini ukiangalia daraja ambalo liliachwa na muasisi wa daraja hilo, ndugu yetu kipenzi chetu Dr. Magufuli ambaye alitutoka, lilikuwa kwenye percent ya 21%, lilikuwa bado halikamilika. Daraja la Busisi sasa hivi limekamilika, limebaki kidogo na kuzinduliwa. Yapo mengi ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameyafanya, ambayo ndio yanayotufanya tusherehekee muungano wetu wa miaka 61 tukiwa tunajivuna kuwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini tunajivuna tukiwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Na ndio maana tunasema kwamba bado tunawahitaji kwa kipindi kingine ili waendelee kufanya makubwa, na ndio maana tunasema mitano tena kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, hatuna mbadala wa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Hayo ndio ambayo machache tunaweza kuzungumza juu ya muungano wetu ambao unatimiza miaka 61. Shukrani sana kiongozi, na huyu ndio mkurugenzi ametoka kuzungumza kila kitu, na nikwambie tu mtazamaji wa Kivona Sports, hiyo ni intro tu, ama huu ni utangulizi mdogo. Maana yake masaa 24 kutoka sasa tutaanza kukuhabarisha kuhusiana na muungano miaka 61 kwenye nyanja ya michezo, burudani, siasa, uchumi, afya, mazingira, uchumi wa buluu, maana yake nini. Hayo yote utayapata, na chimbo lako ni moja tu, na Kivona Media na Kivona Sports. Mimi ni CK Fred, nyuma ya kamera narudia tena ni Jackie. Twende tukapumzike.